Wakiwa kwingineko, mtazamaji, hali ya majonzi imetanda katika kijiji cha Lukume, eneo bunge la Malava katika kaunti ya Kakamega baada ya mwanamke mzee mwenye umri wa miaka 67 kufariki dunia kwa njia tatanishi usiku wa kuamkia leo. Wakazi wa kijiji hicho wanasema kuwa moto huo huenda ulisababishwa na mtungi wa gesi uliokuwa ukitumika kupikia na marehemu Florence Achieng. Wakazi wakiongozwa na Edward Barasa wanasema kuwa huenda ajuza huyo alizidiwa na usingizi baada ya kuwasha gesi, hali iliyosababisha mlipuko na moto mkubwa ulioteketeza nyumba yote. Chifu wa kata ya Shanda, George Maina, amedhibitisha kisa hiki akisema kuwa mwili wake ulipatikana ukiwa umeteketea kabisa baada ya nyumba yake kushika moto, huku akisema kuwa uchunguzi wa awali unaashiria mlipuko wa mtungi wa gesi kuwa chanzo cha kifo hicho. Mwili wa marehemu umepelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali kuu ya Kakamega, huku uchunguzi zaidi ukiendelezwa. Kaniambia nyumba inaungua, nyumba ya shosho. Kuja mbio nikapata moto imeshika nyumba inaungua. Nikaruka juu ya waya nikaanguka hapa. Kufika kwa mlango nikapata makafuli kwa mlango, hatukuweza kupamoa. Sisi tulishangaa tu na hiyo, tukapata moto imeshika yote. Bila usima moto ulikuja, ukasima moto, tukapata shosho kwa ndani ameungua hapa. Ilikuwa masaa 8. Na serikali naye ipate kuchunguza ni gasi ama ni kisingizio ya kusemekana ni gasi. Hii moto yote ichome nyumba yote. Huyu mama mwenzangu angeweza kumola, aende na mikono. Ni nini? Ninasikitika sana, nimepoteza rafiki. Nimepoteza mleji ametoka kwa kikundi yangu. Mungu mweke mahali pema. Nimepigiwa simu saa 9 usiku na msichana wa mama anaitwa Geti. Akaniuliza uko nyumbani? Mama ako wapi? Nimefika hapa nimehuzunika, nimepata nyumba imeungua, mama wetu atumuoni. Kwa sasa tunakisia kwamba unaweza kuwa mlipuko wa gesi kwa sababu tumepata gesi katika chumba chake cha kulala, mtungi wa gesi. So kila kitu katika nyumba hiyo kimechomeka, hakuna kitu chochote ambacho kimeweza kunusurika.